SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kijiji cha Kizimkazi ni mojawapo wa kijiji chenye utalii na historia za kale, ambapo wananchi wanafaidika nazo kutokana na kuongezeka kwa wageni wanaoingia kijijini hapo. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, mwenyekiti wa tamasha la Kizimkazi, Mahfoudh Said Omar, kuhusu ujio wa tamasha la Kizimkazi huko katika ukumbi wa hoteli ya Kwanza Resort, amesema kupitia tamasha hilo wananchi wa mkoa wa Kusini na kijiji cha Kizimkazi wataweza kufaidika na ujio wake. Hata hivyo, kutangaza kijiji chao kwa wageni wanaofika hapo, ambapo shamra za tamasha hilo ni kutakuwa na matukio muhimu ikiwemo mashindano ya kuhifadhi Qur'ani, dua ya kuombea viongozi na wananchi, michezo, kongamano, vyakula vya asili, resi za ngalawa na burudani, na kuwaomba wananchi wa nje na ndani ya Zanzibar kuhudhuria katika tamasha hilo. Leo Juni 15 mwaka 2025, ya kwamba hapa leo tunakusudia kulizungumzia tamasha letu na mwenendo wake na mwelekeo wake. Kwa kiasi tamasha letu hili la mwaka huu wa 2025 limejikita kwenye kauli mbiu ambayo tunasema Kizimkazi kumenoga. Tumetoka na Kizimkazi inakuita katika mwaka 2023, na kama mwaka jana tu ndio imeitika, na mwaka huu Kizimkazi imenoga. Na kama ilivyo Kizimkazi, ndugu waandishi wa habari, kwa kweli ndani ya wilaya yetu ya Kusini na Kizimkazi yenyewe, tamasha letu huwa linatembea katika maeneo tofauti. Ni hamu yetu na ni kiu yetu. Mwaka huu tunakwenda huko kuzinduliwa vizuri, hata kama maeneo ya nje kidogo pale, lakini tutaona huu ni uwanja wa Suluhu Sports Academy. Ni masuala mazima ya burudani. Tunazo burudani nyingi. Tamasha limesheheni mwaka huu katika mambo ambayo sijawahi kuona kupatikana kwenye burudani, na mwaka huu ndio yapo haya mambo ya msondo, ngoma, sikinde. Kwa kipindi kirefu sana nilikuwa niyasikia tu kwenye redio na wale walioanzisha kina Vishuka waliofariki dunia, lakini hivi karibuni tutayapata hapa. Lakini pia bongo flavor, haya yote yapo kwa mwaka huu. Lakini pia katika masala ya kutangaza rasmi masuala mazima haya nishati ya gesi asilia. Nishati ya gesi, kuna mafunzo ambayo tutayapata, ambayo champion wake ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa. Pia tunawataka wadhamini wetu zaidi na zaidi wajitokeze mwaka huu kulinogesha hili tamasha la Kizimkazi ili liwe zuri zaidi na lenye kufana. Naye meneja wa hoteli ya Kwanza Resort, Mr. Philip, amesema very proud to be here in the island, to be on this country and to be part of this magical moment here, because this is going to be the main point of the island. That's why we are here, that's why we are here with the hotel, and that's why we want to be part of history. This is very proud. This biggest jetty here in whole East Africa, 1,500 square meters, is a perfect place to spend time, to join, to relax, and for all of us here together to be. Kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Kizimkazi, Mzee Saidi ameeleza chanzo cha historia kuanzishwa tamasha hilo ndani ya kijiji hicho. Tamasha la Kizimkazi limepita kwanza katika hatua 3. Hatua ya kwanza lilianza na jina la Samia Day, likaja na jina la Kizimkazi Day, likaja na jina la tamasha la Kizimkazi, ambalo ndo mpaka sasa tunakwenda nayo. Tamasha la Kizimkazi 2025 limeambatana na kauli mbiu isemayo Kizimkazi kumenoga, na linatarajiwa kufunguliwa Julai 17 na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kufungua rasmi Julai 26 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Hamida Mohamed, SNTV.
Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.